maana tuko kwa Facebook na pia tuko kwa YouTube. Bwana nataka kubariki na Bwana kuhudumie, aweze kuinua maisha yako na aweze pia kukupatia ufahamu, maana ufahamu mzuri unatokana na neno la Mungu. Tunapoishi majira kama haya ambaye tuna corona pandemic ulimwenguni mote, na tunaambiwa kila wakati na kuja emphasis, nataka ya kwamba tujipe moyo na tuishi kwa ufahamu ili Bwana aendelee kutubariki. Sema amen. Amen. Wewe ambao unanisikiza, anataka tuende pamoja, kwa sababu ni vizuri ya kwamba uwe sehemu ya baraka hizi ambazo Bwana ameachilia hapa siku ya leo. Nataka leo, kama uko na Biblia yako, let us turn in the book of Judges, Waamuzi sura ya 16. Nataka nisome kuanzia mstari ama niseme aya ya 15. Judges, Waamuzi sura ya 16 kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema hivi: Then she said to him, How can you say I love you when you won't confide in me? This is the third time you have made a fool of me and haven't told me the secrets of your great strength. With such nagging, she prodded him day after day until he was tired to death. So he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazirite, set apart to God since birth. If my head was shaved, my strength will leave me, and I would become as weak as any other man. When Delilah saw that he told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines, Come back once more. He has told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. Having put him to sleep on her lap, she called a man to shave off the 7 braids of his hair, and he so began to subdue him, and his strength left him. Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I will go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with bronze shackles. They set him to grinding in the prison, but the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Say amen. Amen. Sema nami Bwana, 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 oh sema nami Bwana, sema nami Bwana, oh sema nami Bwana, sema nami Bwana, oh sema nami Bwana, hallelujah, sema nami Bwana, sema nami Bwana, kweli Yesu, sema nami Bwana, sema na moyo wangu, sema nami Bwana, sema nami Bwana, sema nami Bwana, sema nami Bwana, oh sema nami Bwana, kweli leo sema nami Bwana, oh sema nami Bwana. Hallelujah. Ninataka niseme ya kwamba
nataka Mungu aseme na wewe asubuhi ya leo, maana najua umeamka uko mzima na uko mtu ambaye uko tayari kusikiza yale ambaye Bwana anataka aweze kutuhudumia nayo asubuhi ya leo. Ninataka leo Bwana kwa neema yake niweze kuzungumza na wewe mambo ambayo anafanya Mungu, anafanya ibilisi anatumaliza. What causes the devil to finish us? Mbinu anazozitumia kutumaliza, mbinu ambazo anazitumia kuharibu maono tulionayo, mbinu anazozitumia hata kuharibu kile Bwana ameweka katika maisha yetu. Sema amen. Na anajua kukubembeleza sana wewe unayenisikia, anajua kukubembeleza sana ili uweze kuingia kwa mtego wake. Anajua kukubembeleza sana ili uweze kupotoka katika njia za Mungu. Wakati kama huu ninazungumzia watu ambao ninajua vizuri ya kwamba baada ya kuambiwa hakuna kwenda kwa ibada, shetani amechukua nafasi mpendwa, anakubembeleza usiku na mchana ili upate kuingia katika mbinu ambazo amezitega, ameziweka ili watu wengi wapate kuingia ndani na wapotoshe mpango na lengo la Mungu. Wakati imesemekana ya kwamba tusiingie makanisani wapendwa, haijamaanisha ya kwamba tumwache Mungu wala tusahau mahali ametutoa na jinsi ametenda kazi katika maisha yetu. Inawezekana ya kwamba hatujakutana, wengi hawajaingia makanisani, na wengi hata ile haja na tamaa ya kuingia makanisani imekuwa ngumu, lakini nimekuja na neno la Mungu ili uweze kujua ya kwamba kuna mbinu anazitumia, na hizo mbinu hazikuji tu anatubembeleza, anabembeleza mtu wa Mungu ili aingie katika mpango wake. Na ndio maana siku ya leo ninataka nikuambie mahali tumesoma katika kitabu cha Judges, Waamuzi ambao ni sura ya 16. Biblia inazungumzia kuhusu Samsoni pamoja na Delila ambao walikuwa watu wazuri wanaompenda Mungu. Samsoni alikuwa mtumishi wa Mungu. Delila akakuja kwa maisha yake. Lengo likawa ya kwamba Delila anapoingia aingii tu akae kwa maisha yake Samsoni, ameingia kwa maisha ya Samsoni ili apate kuwa sababu ya kubembelezwa kwa maisha yake Samsoni. Delila ameingia ili atumike kuharibu kila kitu ambacho Mungu alikuwa amepanga ndani yake Samsoni, ili amalize Samsoni, ili asije akaleta madhara katika Wafilisti. Biblia imezungumza ikasema ya kwamba jinsi ambavyo huyu Delila alikuwa anambembeleza baada ya kuona madhara ambaye alikuwa nayo. Delila ametumwa na wakuu wa Wafilisti, wakawa wanamwambia tunataka tujue siri za nguvu ambazo ziko ndani ya Samsoni, na hutatupatia hizo siri bure tu. Biblia inasema ya kwamba walimwambia tutakupatia pesa nyingi ili utupatie siri zake Samsoni. Biblia inasema vizuri ya kwamba akaja kwa maisha ya Samsoni na akaanza kumbembeleza, niambie siri za nguvu zako. Akaanza kumbembeleza. Mara ya tatu akawa amemdanganya, hakuwa amemwambia siri yoyote ile ambayo inahusika kumalizwa kwake. Lakini maandiko inasema katika aya ya 16 ya kwamba akawa amechoka kubembelezwa, alichokwa, akawa amechoka kabisa, kiwango cha kukata tamaa na kukufa. Akamwambia siri yote. Ninataka nikuambie kwa jina la Yesu ya kwamba kuna vitu shetani anatumia ili apate kuharibu maisha yako, lakini kwa sababu umekuja na unanisikiza, ninataka nitangaze ya kwamba kuanzia leo shetani hatapata nafasi ya kukubembeleza ili akamalize maisha yako. Ninataka nitangaze kwa jina la Yesu, yeyote anayebembelezwa asije akatekwa nyara wala kuingia kwa mtego wa shetani. Shetani anatumia mbinu wakati kama huu kuleta vitisho na mambo mengi ili tuweze kupoteza maisha yetu na nafasi yetu kama Wakristo. Kama unanisikia sema amen. Lakini leo
tumekuja mahali hapa ya kwamba tuweze kujua anatumia njia gani sasa ili kupotosha watu wengi na watoe katika njia zake Mungu. Wakati kama huu mambo yanatendeka mingi, na kitu cha kwanza shetani anajua ili aweze kutenda kazi kwa maisha yako ni kuleta migawanyiko. Sema migawanyiko. Migawanyiko mpendwa, inatumika kwa maisha ya watu wengi. Hata vile unaona leo hii tunapoambiwa ya kwamba kwa sababu ya corona, kwa sababu ya COVID-19 tusiende kanisani, ni kwa sababu mpendwa, kuna stahili kuwa na migawanyiko. Migawanyiko ikipatikana, kuna watu hawatasonga, kuna vitu zitafanyika. Where there is division, nothing will stand. Where there is division, people will walk themselves. They will not be united. There is nothing that will come out of division. Every time division takes place, utakuta ya kwamba kuna mambo mengi yanatendeka katikati ya watu. Migawanyiko inafanya watu wanagongana, watu hawaelewani, watu hawafahamu lolote, maana wana migawanyiko. Ndio sababu siku ya leo ninataka nikuambie, shetani anatumia migawanyiko hata ndani ya nyumba. Ibilisi anajua vizuri wakati kama huu, akitaka kupata watu wengi, hata wale ambao walikuwa ndani ya nyumba ya Mungu, anajua kuwagawanisha. Akijua anataka kuwashambulia, anataka mtu mmoja akatae mwenzake, ama amechukua mume anataka mkatae mke wake, anachukua mke wake anatamani ya kwamba amkatae na mchukie mume wake, kwa sababu anajua hiyo nyumba ikigawanyika, kuna vitu vingi havitafanyika ndani ya maisha ya hawa watu. Nimekuja leo nikuambie mpendwa, kwa sababu umekuja mahali hapa na unanisikia, Mungu akusaidie kuwa na migawanyiko. Zuia migawanyiko, maana migawanyiko, iwe ni ndani ya nyumba, iwe ni ndani ya ndoa, italeta shida. Iwe ni kanisani, hata wakati kama huu kuna watu migawanyiko inawasumbua, wanafikiria otherwise. Kwa sababu gani? Ni kazi ya migawanyiko. Ibilisi anatafuta vile watu watagawanyika ili wasije wakaenda pamoja kwa imani ya Yesu Kristo. Migawanyiko hii ndio itasababisha hata neno la Mungu libadilike. Wabadilishe neno. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo watu wakienda pamoja wanavijua, wakienda peke yake atapoteza kwa sababu ya kuenda peke yake. Nimekuja hapa leo ndani ya maisha yako nikuambie mpendwa, kuna uwezekano ya kwamba migawanyiko inatafuta ndoa yako, nyumba yako, inatafuta hata makanisa, lakini inatabiri kwa jina la Yesu, kwako isipatikane, kwako isifanyike, kwa sababu Mungu anakupatia ufahamu usiwe na migawanyiko. Nyumba ikiwa na migawanyiko, kanisa likiwa na migawanyiko, watu wakigawana hata mahali pa kazi, ndio unaona hata saa hii kuna kampuni zinaambiwa hao wakuje leo, hao wengine watakuja siku nyingine. Ni mbinu inatumika. Kanisa linaambiwa ya kwamba msiende, ili kila mmoja atembee njia yake. Tunapotembea kwa njia yetu, basi kutakuwa na mambo yatatokea kwa sababu ya migawanyiko. Mungu anatumia hili neno ambalo liko katika Samson, katika Judges 16 kuhusu Samsoni, kutuonyesha kwamba Ibilisi alitumia Delila ili agawanye, amtoe huyu Samsoni kwa Mungu. Siri ambazo Mungu amekupatia, siri ambazo Bwana anatumia maishani mwako, kazi ambayo Bwana ameweka ndani yako, ichukue, ifiche. Ni yako, itumie vizuri. Mambo ambayo Bwana anakutendea, yashike, yafiche, ni yako. Maana kuna watu mnapoanza kusema vitu ambavyo ni vyenu, baraka ambazo Mungu ameachilia juu yako ovyo ovyo, mambo na jinsi Mungu anakutumia, inakuwa ni mlango wa migawanyiko. Watu wanajisema wengi mpaka wanapoteza, wanaingiza mambo mengi yakitendeka, basi utakuta ya kwamba vita ambavyo itakuwa pale ni vita ambavyo haviishi kwa sababu ya migawanyiko. Hata taifa letu hili bado ninataka nitangaze, ukiwa na migawanyiko kutakuwa na shida. Ukiwa na migawanyiko watu hawataenda vizuri. Ukiwa na migawanyiko hata korona haitaenda. Tukiwa na migawanyiko wahubiri
hawatasimama. Ukiwa na migawanyiko, kila kanisa litakuwa na imani yake. Ikiwa na migawanyiko, wachungaji hawezi wakasimama wote pamoja ili kutenda neno la Mungu vile inavyostahili. Ninataka nitangaze kwa jina la Yesu, wewe ambao unanisikia, ya kwamba Mungu akusaidie usije ukaruhusu migawanyiko. Hata kama nazungumza leo na unaona kuna mbino, kuna chembe za kuonyesha kuna migawanyiko inatafutwa ndani ya maisha yako, enda na uambie Mungu, haiwezekani kukawa na migawanyiko. Shuka chini kusudia moyoni mwako, tunastahili kuwa na umoja ili tusonge mbele. Sema amen. Korona haijakuja kutugawanyisha. Korona haijakuja itufanye tutoke kwa imani ili wengine waanze kuwa na imani potofu. Imefanya ya kwamba tuweze kufanya uhusiano wetu na Mungu vizuri, ili ushirika wetu na wenzetu pia ukaweze kuwa mzuri. Sema amen. Basi Samsoni alipochoka, vile tumesoma, alichoka akasema. Wapendwa, kitu ambacho pia ibilisi anatumia leo ni uchungu. Watu wameanza kuwa na uchungu hata ndani ya taifa hili. Nilikuwa kwa matanga mahali juzi, watu wakianza kuamka wakizungumza, ni uchungu na waongoza, ni uchungu unawapeleka kwa maneno wanaozungumza ni uchungu. Wana uchungu mwingi. Uchungu ukiwa kwa maisha yako, utajisema hata na maneno ambayo huwezi ustahili kuyasema. Uchungu ukijaa maishani mwako, wengine wanazungumza maneno ambayo kwa hayo maneno watahukumiwa. Mtu anaanza kwa sababu ya uchungu, anasema afadhali nife, anasema hakuna mahali naenda, anaharibu hata maisha yake. Wengine kama anafanya kazi, anasema hata afadhali hii kazi ishe. Wengine kama anaishi kwa nyumba yake vizuri, anasema hata hii nyumba afadhali nihame, niende kwa nyumba nyingine. Hamna, ni ndoa inaleta shida, uchungu unakuambia afadhali niolewe kwengine, afadhali nioe wengine. Ni uchungu unaleta shida. Na kitu kilichofanya huyu Samsoni akaamua kujisema na kufungua kila kitu ni uchungu. When there is bitterness, uchungu unaua kitu tunaita maono ya mtu. Ukiona mtu akiwa na machungu, basi mwanzo wa kuharibu maono yake imefika. Anaanza kufikiria afadhali hata nikose kuendelea kuishi kwa dunia. Anaanza kuona kitu ambacho anakifanya hakistahili machoni pake na hata machoni pa Mungu. Na ndio sababu leo nimekuja kukuambia, kama Samsoni alijisema kwa uchungu, maana amechoka na kupembelezwa na kutafutwa kwa mwenzake Delila. Nimekuja leo nikuambie mpendwa, ninajua kuna watu ambao watu wengine wanakuja kila wakati wakikuambia maneno ya kukupembeleza na kukuita ili ujae machungu kila siku. Anangojea uanze kusema mambo yayo utasema, yenye hayo maneno ndiyo yatakuteka nyara. Maandiko inasema ya kwamba Yesu mwenyewe akasema katika Mathayo 12, kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Na ndio sababu uchungu unasababishana watu kusema mambo ambayo yatawafunga muda mrefu, mambo ambayo yatawazuia hata kuona utulivu na utukufu wa Mungu ndani ya maisha yao. Nimekuja leo nikuambie mpendwa, kunayemtuliza mawimbi anaitwa Yesu Kristo. Akija kwa maisha yako mpendwa, atakupatia amani. Wachana na uchungu, wachana na uchungu mwingi, maana inaua vitu vingi. Ukiona hata mtoto wako unamuita umbwa, unamuita nyang'ao, mume wako unamuita ng'ombe, wengine mnaiwaita ngamia, wengine wanaita msijui ni elephant, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya uchungu. Na hivyo tunavyosema, basi tunaanza kukaa na wale wanyama tumeita watoto wetu. Ninataka nikuambie, mume wako unamuita jina, utalipata limekuwa tabia ya huyo mnyama, ameanza kuwa ndani ya maisha yake. Ni kwa sababu ya uchungu. Huyu Samsoni alichoka na kubembelezwa. Na ndio maana nimekuambia mpendwa, shetani akikutafuta atakubembeleza. Atatumia mwenzako, atatumia mtu wa karibu akubembeleze, akutie maneno, aendelee kukuambia vitina, mambo yasiyokuweko, ili ujipate kwa mtego wake. Bwana nataka akuokoe na uchungu. Kama unasikia sema amen. Praise the name of the Lord. Bwana anataka akuokoe na uchungu.
Some people have lost their lives. Some people have lost their marriages. Some have lost their children. Why? Because the beginning of this thing, every issue, the beginning of all those things was bitterness. May God deliver you from every bitterness. Say amen. Hata kama mambo yamekuwa machungu, hebu jiepushe na uchungu, maana uchungu unatumika. Utasema mambo ambayo hata yamejificha. Utasema mambo ambaye hata hayako, na hayo mambo ndio yatakuteka nyara, yatakuharibu. Angalia hata marafiki ambao uko nao, ni warafiki wa aina gani? Mimi husema hivi, kama unataka rafiki, anza kutafuta rafiki, ama fanya urafiki na mtu ambaye atakutia moyo, mtu ambaye atashiriki mambo ya kuendelea, ya kufahamu Mungu, ya kufanikiwa hata katika mambo ya kidunia hii, ama kufanikiwa kibiashara, kufanikiwa kikazi, kufanikiwa kindoa, kufanikiwa kifamilia. Zungumza na watu kama hao, maana hao watakusaidia. Na ukiona kila siku mtu anakuja kwako na maneno ya watu, ninataka nikutangazie kwa jina la Yesu, mkemee na atoke kwa maisha yako. Sema amen. Maana ajenda yake ni kukupatia uchungu upoteze maono yako. Hallelujah. Maana uchungu uletwa kutokana maneno ya watu. Praise the name of the Lord. Na hiyo ndio kitu shetani sasa hivi ameleta katika ulimwengu, ili migawanyiko ikiendelea pia watu waishi kwa uchungu. Na kama uko hapa leo na unanisikiza mahali popote ulipo, jitenge na uchungu. Jitenge hata saa zingine, jitenge na kusikiza mambo ya watu. Maana hayo ndio mambo ambayo yanasumbua watu wengi. You want every time to hear from somebody who has heard from somebody else. You want to hear things that some other people have said. Leave alone what people are saying. Mtu anaweza kuzungumza anything in your life. Kusudi ni kwamba akupatia uchungu upoteze maono yako. Maana hakuna mtu anaweza sema afadhali nikufe kama hana uchungu. Hakuna mtu anaweza fanya afadhali aseme nataka kutoka katika hii ndoa kama hana uchungu. Na mimi nimekuja nikwambie upendo, wachana na uchungu. Wahubiri wenzao, tuachane na uchungu. Ndio serikali imesema wale wa Lake Region tusiende makanisani. Let us leave alone uchungu. Maana tukiwa na uchungu, basi tutakosa maono. La pili, tukiwa na uchungu, serikali itakuwa na amani na itaona kanisa imekubaliana na sisi, na itaendelea kutubembeleza vile inatubembeleza. Maana watu wengi hawajui. Serikali itaendelea kutubembeleza, kidogo fungeni, kidogo fungueni, kidogo fungueni, kidogo fungeni. Alafu baadaye itafika mahali itasema kanisa leo na neno la Mungu liko chini ya mamlaka yetu. Itaanza kuua maono ya kanisa. Watu walikuwa wanataka wafikie watu wengi, watu walikuwa wanataka wahubirie watu wengi, watu walikuwa wanataka watu waishi ndani katika haki na katika utakatifu. Itaua kila kitu, na kila mhubiri ataona afadhali tukae tu pole pole, na baadaye maono yote itakufa. Uchungu. When we keep on having bitterness as servants of God, we are inviting or causing the government and the governments of the nations of the world to be at peace. Let us have peace and let them be disturbed, so that they can see the God we are serving. Say amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema ninakataa uchungu. Kama unanisikiza hata kwa mtandao, sema ninakataa uchungu katika moyo wangu kuanzia sasa. Sema amen. Amen. Hiyo ndio sababu ninataka nikuambie, however bitter you are, whatever you are doing in life, jiepushe na kitu chungu inaozidi kipimo. Ninasema ya kwamba moyo wako, najua unaweza kuwa na uchungu, lakini moyo wako usiwe na uchungu kiasi cha kuanza kujisema mambo ambayo yastahili. Mungu alitaka Wafilisti washughulikiwe na Samsoni, lakini sikia, hakutaka ya kwamba ifike kiwango cha Samsoni kuvumbua na kusema siri zake kwa sababu ya uchungu. Alikuwa na uwezo wa kuambia Delila, sitaki kusikia mambo yako tena,
lakini alibembelezwa mpaka akasema. Pia wewe nimekuambia, mtu ukimwona kwako kwa maisha yako kila siku anakuletea story mpya mambo ya watu, kataa, maana ajenda yake ni kukupa uchungu upoteze kila kitu. Bwana asifiwe sana. Na unajua, nataka nikuambie la mwisho kwa ajili ya uchungu. Hakuna mtu anaendewa aletewe uchungu kama hana maono. Walio na maono ndio wanaletewa kazi nyingi ili wawe na uchungu wapoteze kila kitu. Umesema leo mwaka huu lazima nifanye kazi fulani. Kabla hujafanya, mambo ya uchungu imekuja. Mwaka unakuja, mwaka unaenda. Na hili ndio sababu unaona hata kile nilianza nacho, uchungu, division in people's life, inakuja kwa sababu ya uchungu. Kuna dada mmoja alikuja akaambiwa na mtu ya kwamba nimeona mme wako na mwanamke mwingine mahali. Sasa huyu mama anaambiwa mambo ambayo akayafuata na akaanza kuwa na uchungu. Mama anakula, hanoni, hashibi kwa sababu ya uchungu. Baadaye akaanza kusema, afadhali nitoke, afadhali nikufe. Afadhali nitoke, afadhali nikufe. Na ukweli baada ya muda kidogo akaanza answers, kidogo sijui kanza, kidogo akafa kwa sababu ya maneno ambayo hayakuwa. Mwanaume anasema mimi sijakuwa na kitu kama hii. Mwingine akakuja kwa nyumba, anasikia maneno ya watu, akabeba kila kitu chake kwenda, akagundua kumbe nilikuwa naambiwa uongo. Tafadhali wachana na uchungu. Sema amen. Na anayetuliza uchungu ni Kristo Yesu. Wakati kama huu, even in our houses, let us call on the name of the Lord. He is the King of peace. Yeye ndio mfalme wa amani. Mwite hata ndani ya nyumba. Mwite hata wakati unatembea, akupatia amani. Hicho ndio kitu tunatafuta wote, tukue na amani wakati kama huu. Sema amen. Hata hivyo, ndani ya mambo ambayo watu wote wanapitia, tumekuwa tukijaribiwa, Mungu aone tutachukua positively ama tutachukua negatively. Kitu ambacho kimefanyika lazima tukichukue positively. It is helping us in one way or another. When we deny that what is happening today, tunakataa si kizuri, kuna mahali Mungu anaona hiki kitu ni kizuri. Jiepushe na uchungu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo lingine ambalo shetani analitumia kwa wingi na tena kwa wakati kama huu ni ignorance, kupuuza vitu. Watu hata vile tunazungumza hivi, watu wanapuuza. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Corona iko. Serikali imesema social distance. Serikali imesema tuvae barakoa. Si ni ukweli? Imesema to sanitize. Ni ukweli. Si ati corona haiko, iko. Praise the name of the Lord. Hata Mungu wakati wa Musa aliambia wana wa Israeli, mahali mmefika nyoka zinawauma, lakini Musa, inua nyoka yako ya shaba, atakayeuma akiangalia hii nyoka atapona. Bwana asifiwe. Corona hata sisi wengine imekushika. Ni vile haukujua ni corona wengine. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu uliinua macho yako kuangalia Kristo na kumuita bila kujua na ukapona. Hivi leo nataka nikuambie kupuuza ni kubaya. Leo hii tunaambia, nimesikia mhubiri mahali akisema kwa matanga, tuliita jina la Bwana. Mama mwingine akaanza kusema munyimuko wehera, mnatudanganya, corona iko inaua. Tumesema iko, hatujakataa, lakini mpendwa, tunasema ndani ya imani tumuite Bwana, tumuite Mwokozi. Yeye ndiye atatuokoa na janga hili. Huenda lilikuwa likuja limalize kila mmoja, lakini watakaamini jina la Bwana wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wamekufa, wale wameenda na hii pandemic, hawajaenda kwa sababu walipenda waende, walienda wengine kwa sababu ya ignorance. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni amepewa nguvu, uweza na kipawa cha Mungu, afanyie kazi ya kulipisha kisasi kwa Wafilisti kwa sababu ya kuwa maadui wa Israeli.
Lakini sikia, yeye amefika mahali amepuuza, anaona hata afadhali nikufe tu, afadhali hakuna haja ya kuishi nikiwa ninasumbuka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anapuuza. Na ndio sababu unaona Wakristo wengi wakati kama huu tumeanza kupuuza vitu. Hata neno la Mungu linapuuzwa. Saa hii unazungumza kwa watu neno la Mungu, anakuambia hiyo tulisikia kitambo, hiyo tunajua. Ukisema leo nataka kuongea kuhusu upendo wa Mungu, Yohana sura 3 mstari wa 16, hiyo nilijua kitambo nikiwa standard 3. Umepuuza. Watu wanapuuza hata neno la Mungu. Wapendwa, hata hii corona ambayo imekuja duniani haijakuja tu ni mara ya kwanza. Kuna mapigo mengi yalikuja ulimwenguni, tunasoma kwa Biblia. Na kwa sababu ya neno la Mungu, wale walioishika neno walifika mahali Mungu alitaka wafike. Hata wana wa Israeli waliambiwa ni jangwani mtapitia, lakini watakaoamini mpaka siku ya mwisho wataona nchi ya ahadi. Kuna wale walifilia pale jangwani. Kwa sababu gani? Hawakumwamini Bwana na waliishi wakipuuza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu siku ya leo nataka nikuambie mpendo, don't be ignorant. Usipuuze neno la Mungu. Usipuuze hata yale mambo ambayo unaambiwa ufanye. Usipuuze hata kunawa mikono. Some of us, hebu enda salamia tu watu, salamia, alafu uende kwao. Ama ukitembea, weka mkono yako ovyo kwa macho na kwa mapua. Utakuta ya kwamba kuna kitu kinaendelea tofauti ya kawaida, kwa sababu ya kupuuza. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Wapendwa, nataka kuzungumza kwako, nikuambie mbinu shetani anazitumia sasa. Ni moja wapo ni kupuuza neno la Mungu. Kupuuza mwelekeo unaopatiwa na Mungu. Mwelekeo unaopatiwa na watumishi wa Mungu. Hili jambo limeleta shida wakati kama huu. Praise the name of the Lord. Tunapuuza vitu vingi, watu wanapuuza. Samsoni alipuuza, akaona hata kama Mungu amenipatia haya ni bure kwangu. Hakujua ya kwamba maisha yake yalikuwa ya maana. Biblia inasema ya kwamba hata katika hali hiyo ndio maombi yake ya mwisho. Alisema, Bwana nipatie nguvu mara ya mwisho. Akataka aende kumaliza Wafilisti na hizo nguvu. Hakuona kitu kingine na hakuenda wamalize na Nabaki. Alitaka waishe na wao. Alipuuza mpaka macho yake ikafungwa. Bwana asifiwe sana. Ilitobolewa akawa kipofu. Wakamtumia vile wanavyotaka. Kuna vitu zingine pia wewe ndani ya maisha yako hustahili kuifanya ovyo ovyo. Fanya kama ni Mungu ametaka ufanye, lakini sio ovyo ovyo. Maana zingine ni utumwa umewekwa ndani. Unaambiwa cheza vile ulikuwa unacheza, vile wakati ulikuwa unamtukuza Mungu. Fanya vitu, omba vile ulikuwa unaomba wakati ulikuwa na Mungu vizuri. Alipuuza mpaka ikafika mahali nguvu za Mungu zikamtoka. Watu wako hata hapa sasa hivi duniani, wawe ni Wakristo wengi wamepotea na Mungu ashawatoka, roho ya Mungu ashawatoka kwa sababu ya kupuuza vitu. Anasema leo nimetoka, leo hatuendi kanisani, wacha nifanye haya. Sasa ile watafungua makanisa ndio nitaenda kutubu. Pendwa, hiyo kupuuza itakusumbua, itakuharibu. Sema amen. Na ikikuharibu, mpendwa, utapata ya kwamba Mungu ametoka maishani mwako. The Bible says even after he had revealed everything, he thought wakimwamusha ataamuka kama vile huwa anaamuka, lakini aliamuka akakuta kumbe nguvu na Mungu zimeniondoka. Kumbe Mungu ameshaniacha. Ninataka nikuambie na nakutabiria kwa jina la Yesu ya kwamba wakati kama huu usimwache Mungu, usipuuze neno la Mungu ili Mungu akuache. Ninaomba Mungu akusaidie, akukumbatie mpendwa. Shika neno la Mungu sana. Litende hili neno la Mungu ili Bwana asije akakuacha bali akushikilie. Maana hizi ni nyakati ambazo anastahili akushike na kuinua na mkono wake wa haki ili usije ukapotea. Sema amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Mpendwa,
na haya yote yakitendeka, unakuta ya kwamba dhambi imechukua nafasi, na dhambi ikichukua nafasi ambayo sasa hivi vile nazungumza, Wakristo wengi wameamua kuingia ndani. Praise the name of the Lord. Nilikuambia mwanzo, ukiona mtu anakuja kwa maisha yako kila siku na story the same, stories za watu, tabia fulani, hiyo ndio anapenda kuongea. Usikae tu ukasema ni rafiki yangu, analeteanga mshele, analeteanga maneno ambayo amepata huko. Sikia, sisi tunajua vyombo vya habari ndio zina maneno ya watu huko nje. Lakini ukipata mtu anakuletea, muambie mtume kwa Citizen, mtume kwa KTN, mtume kwa Radio Jambo, muambie kumbe wewe ni mtangazaji mzuri. Hebu enda huko ufanyie hao watu kazi. Bwana asifiwe sana. Aende huko apeleke habari, ndio wewe unazipata kutoka kwa radio. Lakini sio kwa sababu gani? Anakutafuta uingie kwa njia yake. Anakutafuta uingie kama anatumia lugha ya kawaida, uingie ndani ya kikapu chake. Muishi na yeye na mfanye kazi na yeye. Na ndio wengine unakuta ukiona rafiki mmoja amekuja amekuacha, ni vitu viwili: ashakuambukiza ama umemshinda na anaamua kuacha. Ni kama gari likiwa limesimama, ukienda ukilisukuma na likaanza kutembea, wale walikuwa na sukuma wanaliwacha, ambie ushawaka, endelea sasa. Na kama limekataa kabisa liwezi kuwaka likaenda, tena wanachoka, wanasema wachaneni naye. Na ndio sababu maisha yako yanahitaji kuangaliwa. Najua wengi tunabembelezwa hata leo. Najua kuna vitu vingi zinaongea katika roho za watu wengi. Masikioni mwa watu wengi saa hii vitu zinaongea. Roho zinaongea. Wengine wanaitwa ili wafanye vitu ambavyo walikuwa wamekataa, ili waingie ndani ya tabia ambazo walikuwa wamewacha. Lakini imekuja leo nikwambie mpendo, usije ukawa mmoja wa wale wamebembelezwa mpaka wakaingia ndani ya mtego wa mwindaji Shetani. Maana anatafuta wake leo. Anatafuta watu sasa ili awateke nyara, awaharibu na awagandamize. Lakini kwa sababu unanisikia, unaelewa haya anazungumza, naomba Mungu akusaidie uepukane na haya yote. Sema amen. Amen. Ili ushinde mbinu hii na mtego ambao Shetani analeta kwa maisha yako. Najua hupendi, lakini hali zinaruhusu ya kwamba ubembelezwe. Lakini kwa sababu ya neema hii, naomba Mungu akusaidie ushinde kila aina yote ya uongo wa Shetani. Because what the devil is using today is lies. Uongo. Number 4. Anatumia uongo tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uongo. Hata leo hii mtu akitaka kukuharibia maisha ni uongo. Na hiyo inatumika hapa Kenya sasa, uongo. Mitandao imekuja, uongo. Juzi nilikuwa naona, na hii mambo iko kwa mitandao. Mitandao imekuja na iko na uongo mwingi. Nimesikia mtu akisema unaweza angalia ndani ya simu, ukaanza kuangalia, unasema okay, hii naona ni kitu fulani, wacha ni download. Wakati unaanza kudownload, unapata kuna kitu kingine tofauti ya kile ulianza kuona. Kwa sababu gani? Shetani anataka watu wanajisike mawazo yao kwa uongo ambao anawatumia nao wapotoke kwa maisha yao. Hata ukiwahubiria, hata ukiwaambia hawasikii, kwa sababu ya kile unajisi wa akili na mawazo. Ikishanajisika, kusikia sauti ya Mungu inakuwa ni ngumu. Na ndio sababu ninataka nikuambie mpendwa, be aware that the devil is using such a time to release and cause so many lies in the world today, to cause many to go astray. Paka Delila anaambia Samson, unanidanganya, unanipenda, na uwezi ukaficha siri zako ndani yangu.
pia yeye anampenda. Na ndio sababu hata saa hii kuna watu akisikia tu anakuona na kwambia hey, nakupenda, wewe ni mzuri. Kumbe si upendo, ni kile kitu unampatiana. Siku utakosa kumpatia, shida imeamka. Last Sunday I was talking about leaders. Unaweza kuta watu wako na watu wengi wanawafuata. Kwa sababu gani? Ya kila anawapatia. Sasa ile atakosa kuwapatia, amekuwa adui. Naomba kwa jina la Yesu, Mungu akuepushe na uongo ambao umetawala dunia sasa. Mungu akuokoe na uongo ambao unatawala watu wengi sasa. Mtu anaamka leo, anasema leo nataka kuongea tu neno kwa Mama Mili. Nataka kusema kitu kuhusu mtu fulani ili apate kuharibikiwa na maisha. Nimekuja kwa jina la Yesu nikisema wacha wale wanaokupangia mabaya, yayo mabaya asije akakupata, kwa sababu unastahili uishi kumtukuza Mungu. Uachane na kukutana na uongo wao. Bwana asifiwe sana. Ili ushinde katika hali zote Mungu ameleta maishani mwako. Praise the name of the Lord. Hata Wakenya Mungu atusaidie tusije tukafuatana na wao. Mtu anakuja anawaambia kwamba wakati umefika, ninataka niwajengee kitu fulani, niwafanyie kitu fulani. Huyo ndio tunafuata kuliko yule ambaye anasema ukweli. Mungu atusaidie tuepushe na roho ya uongo katika ulimwengu wakati kama huu. Bwana asifiwe sana. That's why ilifanya Samsoni akajipata mahali pabaya, na ikakuwa ya kwamba hawezi ishi tena na hawezi fanya na akamilishe kazi vizuri vile Bwana alitaka akamilishe. Lile jambo la mwisho ambalo nataka kuzungumzia tena ni discouragement. Baada ya mambo haya yote, watu wanashushwa moyo wakati kama huu. Kushushika moyo. Na wakati watu wanashushika moyo, tumekuwa na mambo ya kulaumiana. Watu wanalaumiana wakati kama huu. Hata shida ikiingia ni lawama. Watu wanalaumiana, na watu wakinalaumiana basi inakuwa ni vibaya. Tunaona hata haya mambo yanatendeka hata saa hii kwa viongozi wetu. Huyu akiongea hapa, baada ya masaa mawili unasikia huyu anamjibia hapa. Tunalaumiana kwa sababu mioyo yetu inashushwa. Praise the name of the Lord. But I'm here to declare that may you overcome discouragement in the name of Jesus. You who is listening to me, can you overcome discouragement in the name of Jesus? Mungu anataka ushinde kushushika moyo kila wakati. Na kila wakati, pendwa, ujue discouragement inatoka kwa watu wanaokuangalia. Kuna watu wanajua mahali unaenda, kuna watu wanajua nini iko ndani yako. Kuna watu wanajua wewe ni nani, kuna watu wanajua Mungu atakufanyia nini kesho. Washajua. Lakini sikia nikwambie, wanapojua hao ndio wanatumika kukushusha moyo. Na watu ambao wanapenda kushushika, hatua zao za kufanya mambo maishani mwao zinaanza kulegea. Haziendi katika hatua ambazo zinafaa. Nimekuja leo nikuambie kwa jina la Yesu, shinda discouragement. Can you overcome discouragement in the name of Jesus? Can you overcome discouragement in the name of Jesus? I declare now, may God give you power, the grace to overcome discouragement in the name of Jesus. Unaweza kuta mtu anakuambia wewe si kitu, hakuna mahali unaenda, hata ujaribu hautafaulu. Sikia nikwambie, mimi napenda kusikiza vitu kama hizo, maana najua yale wanatangaza ni opposite ya yale yanastahili kutendeka. Praise the name of the Lord. Nakumbuka kuna siku moja niliwahi mahali mume akaniambia, huyu si mwanamke ambaye anaweza ishi na mtu. Huyu si mwanamke ambaye anaweza kwenda naye mahali. Lakini baada ya reconciliation, leo wanaenda mahali. Don't ever
Follow what your people are saying. Hata vile nazungumza hivi, kuna watu wanakuja wanakuambia, huyu ni mwanaume uliona tu kwa wote uolewe na. Huyu ndio mwanamke uliona uoe. Oh, wewe ni mjinga sana. Ukisikia wanaongea hivyo, ujue umeoa tosha. Praise the name of the Lord. Unajua watu wengine anasikia maneno ya watu, alafu akishasikia anaanza kushushwa moyo. Angalia vile kumekuwa ngumu. Angalia vile hapo. Unaenda hapo pia na wewe unaanza kuangalia vile walikuambia. Kwa sababu wanataka you be discouraged. Times like this ones, people are getting discouraged. Wengine pesa ambazo walikuwa wanapata hawapati leo, anakuwa discouraged. Pendwa, kama unataka kufanya kitu, I'm helping you in the name of Jesus. Hata ukiona kama ulikuwa unajenga msumari imeisha, don't be discouraged. Msumari mwingine iko kwa duka, haijaisha. Don't be discouraged because ati mtoto wako hakupita mtihani. Sikia nikwambie, endelea kumtia moyo, kesho ujui nini Mungu ameweka ndani ya huyo mtoto. If it is your husband, leo hana pesa, hana kitu, wacha kushushika moyo, wacha kuanza kuona kwamba huyu mtu hakuna mahali naenda naye. Endelea kumtia moyo, kuna kitu kimejificha ndani ya dhiki ambayo mnapitia leo. Don't be discouraged because ukiangalia kwa nyumba yako hakuna kitu. Sikia nikwambie, kabla haijafika jioni, naomba Mungu akubariki ndio ujue discouragement hakuna mahali inaenda na wewe, maana kuna kitu ukiendelea kujitia moyo utakiona kikikuja kwa sababu umejitia moyo. Don't be discouraged. Say amen. Amen. Don't be discouraged. Because discouragement, kushushika moyo, unajiua mapema. Maana hatua zako hazitawahi enda mbele. Kuna mtu ambaye nazungumzia leo, don't be discouraged. Kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa ndoa yake karibu ivunjike kwa sababu kazi haikuwa. Mama akawa anasema, mimi nimevumilia, nimetosheka. Leo sinunui kitu kwa nyumba, maana nikinunua huyu mwanaume anakula na anamaliza na hajui kutafuta pesa. Sababu pesa haziko. Hakuwa anaongea huyu mwanaume alikuwa anatafuta pesa siku hizi hapati, kwa hivyo anakula kila kitu, alisahau. Akashushika moyo akasema, mimi nataka niwachane na yeye kwa sababu hana pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka niambie mtu unayenisikia, upende usipende, uende juu urudi chini, mradi mko kwa nyumba, ukubali usikubali, kuna siku lazima Mungu atajaribu imani zetu. Na atahakikisha kwamba kuna siku yeye ataprovide. Na kuna siku atasababisha kwamba asipate kitu. Hiyo ndio your time of testing. Aone kweli unampenda. Na ataruhusu wewe ushughulike kujaribu imani yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usishushike. Kwa hivyo habari hiyo, wakati mama alikuwa anapanga vitu, aende amepanga kila kitu. Anasema nataka kwenda, wewe umenichosha. Simu ikaingia. Wanaita mwanaume arudi kwa kazi yake. Hebu guess ilikuwaje? Na anasikia, unaniita nirudi? Nataka mrudi kwa kazi. Kazi saa iko, nataka ukuje kwa position yako. Oh my God. Ninarudi hapo. Sawa. Asante. Na mama anasikia. Guess ilikuwaje? Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa ameshushwa. Ndani ya kushushwa, mpendwa, kuna kitu Mungu anatengeneza. Usishushwe mpaka hatua zako zikalemazwa. Na kama unaanza chini, jipe moyo, utainuka pole pole. Praise the name of the Lord. Amen. Kila kitu ukiona umeanzia kitu juu, ujue hiyo kitu haitadumu. Lakini kila kinaanzia chini, kina mahali kinaenda.
step by step it will be growing. Even marriage grows. Our children grow. Business grow. Everything grows. You cannot get anything that has already grown. You have to come from below as you rise up. Say amen. Amen. Say amen. Amen. Kwa hivyo kila wakati hakikisha kwamba you are not discouraged anyhow. Jipe moyo. Maana hata wakati Mungu anaona unajipa moyo, hata vile shetani angekuvamia kushambulie kwa kushushwa na kufanya hatua zako zilemee ama ziweze kwenda polepole, atakutia nguvu. Maana wanaomtumainia Bwana watapewa nguvu mpya. Nataka nikutangazie mpendwa, usishushe moyo kwa sababu ya kitu unaona leo. Kile unaona saa hii ni kitu cha muda mfupi. Baadaye Mungu atabadilisha hali. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa sababu kila wakati jipe moyo ukisema ninaweza. Haleluya. Ninaweza ndani ya Kristo Yesu anitiaye nguvu. Watu wanakudharau, usishushwe moyo. Watu wanakuombea mabaya, usishushwe moyo. Watu wanakuja hata wanakutisha, usikufe moyo. Simama wima, endelea. Watakapoona unaendelea, watakuacha wewe peke yako. Sema amen. Waseme ya kwamba wachaneni na yeye kwa sababu amejipa moyo. Watu wanaojipatia moyo hata ndani ya dhiki, Bwana huwainua tena. Sema amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Haya mambo ndio nimekuja leo nikuambie mpendwa, jihadhari nayo. Maana hizi nyakati shetani anabembeleza wengi, anawaambia vitu vingi. Mtandao ni mzuri, hata leo tunahubiria kwa mtandao, lakini chukua kilicho bora, kilicho kibaya wachana nacho. Maana huu ni wakati tunabembelezwa. Uliona hata wakati mwingine wanasema stay at home, don't move anyhow. Ilikuwa ni kwamba tupotelee, wengine wanapotelea kwa mtandao. Sikia nikufundishe kitu moja mpendwa. Ukiona unachukua simu yako more than 2 hours uko kwa simu, si kazi unafanya, ni kuangalia vitu ziko pale. Mimi nakwambia kwa njia tu rahisi, mambo huu ni ushauri usio na malipo. Ninakwambia be attentive, be careful. Maana huenda unabembelezwa. Sema amen. Na kubembelezwa kwa wengi inakujanga rahisi. Hakuna vile mpendwa utabembelezwa kwa kulazimishwa. Unabembelezwa pole ili uingie kwa mtego wa shetani. Nimekuja leo nikuambia mpendwa, ninakuombea Mungu akusaidie uepukane na kazi yote ambayo inatafuta maisha wa Kristo wakati kama huu. Tunabembelezwa hata na usingizi. Haleluya. Usingizi siku hizi. Hata Wakristo wengi unajua saa hii waombi. Maana usingizi. Unajua saa hii ukweli wa mambo ambao unaishi. Hata wale walikuwa naomba siku hizi usingizi inakuja. Mwambie ngoja kidogo. Saa 8 niko naamka hapa, ngoja kidogo. Saa 8. Aje kwa saa 9. Sema awache kwa saa 10. Unabembelezwa. Ukishashika saa 10, unaamka saa 12:30. Woi, sasa nitaomba saa ngapi? Bwana unanijua tu. Na unaamka naye naenda zako. Maana tunabembelezwa. Au unasema leo, usiku wa leo nitakuwa kwa maombi. Inafika hiyo usiku, unakula ugali mingi, inashibisha tumbo. Usingizi unakushikia tu kwa hiyo kiti. Unalala. Ukishalala, wewe ndio huyo. Inafika saa 6. Umeamka kidogo. Nilikuwa niombe. Ni saa ngapi? Saa 6. Wacha isongeko kidogo saa 9 pale. Nitanimendi ile nilikuwa niombe. Ukilala hiyo saa 6, saa 1 imefika. Sasa nitaomba sana. Maana tunabembelezwa. Ili tulale sana. Haleluya. Amen. Tunabembelezwa sana. Ili tulale kabisa. Na tukose kuwa na ushirika na Mungu. Kubembelezwa huko. Hata kama nadanganya, si unaona kile kilidanganya, kilifanya mpaka Samsoni akanyolewa, ilikuwa usingizi. Maandiko yanasema Delila alimweka akamlalisha vizuri, ukalala. Kumbe
wanafyeka nywele, nguvu zake zinaenda, kuamuka akakuta powerless, usingizi. Wapendwa, let us wake up. Let us have time in the presence of God. Hata kama usiku inakushinda, have time with God even during the day. God will remember us as we continue having a relationship in prayer with Him. Wakati unakosa wote unasema tutaomba nini muombezi. Maombezi inakuwa wakati unaenda kanisani. Wapendwa, shetani hachoki, yeye anaendelea na kasi. Shetani hachoki, anaendelea kufanya kazi. Hata wale ambao hawako hapa hawako kwa mtandao wanajua vizuri ya kwamba maisha yao yako vibaya. Maana mpendwa, wacha nikwambie, sisi Mungu ametutengenezea kitu, kengele iko ndani yetu, inaitwa conscience. Hiyo kitu inalia kila siku, hata wakati hauko vizuri inazungumza, inakwambia you are not okay, go and pray. Lakini kwa sababu ya kubembeleza bado tunapuuza. Sema ningeenda, lakini sasa nifanye aje? Hatuna ugali, hatuna chakula, hatuna nini, shughuli ni mingi, na unapoteza ushirika wako na Mungu kimaombi. Hiyo ndio sababu tunabembelezwa tuende tuingie kwa mtego wa mwindaji anaitwa shetani. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Na ndio sababu ninatangaza kwa jina la Yesu, Mungu akuepushe na kuokoe na nguvu za usingizi zinazobembeleza wengi wakose kuwa na ushirika na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hadi ninaombanga wakati ninajua ninaenda kanisani kuhubiri, kufundisha, ninaenda kuimba, ninaenda kufanya. Hiyo ndio siku ninaomba, lakini wakati kama huu hatuombi. Kwa nini sasa ya nini? Kama ni kiongozi anasema hiyo unajua maombi tunaombaga kama viongozi, maana kuna changamoto mingi. Tunaomba Mungu atusaidie ndio tupite kwa changamoto. Leo unasema wacha nikae, nikubembelezwa, unabembelezwa. Wakristo wengi hata kazi hizi watu wanatoka anatoka ni kazi. Sikia nikwambie, pia ni njia ya kubembelezwa. Tuende huko, tukienda huko kila siku tunaona vitu haziendi sawa, lakini tunajipa moyo ya kwamba itaendelea. Lakini naomba Mungu mpendwa akusaidie, maana kushinda itakubidi ya kwamba usije mtu wa kushushwa na kupuuza kile Mungu anataka ndani ya maisha yako. Praise the name of the Lord. Watoto wakifanya kitu kwa maisha, watoto wakimess, don't be discouraged about them. One day, pray for them. The best thing is to continue communing with God. Tuongeleshe Mungu na kuongea naye kwa maombi, atabadilisha hali ama atawaepusha na mabaya. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo ninakuhimiza tu ya kwamba ujue hizo ndio mbinu shetani anazitumia sasa ili apate kuteka nyara akili na mawazo ya wengi na apoteze maisha ya watu wengi, baadaye waangamie. Lakini kwa sababu ya neema ambayo iko hapa na kwa sababu ya nguvu za Mungu ambazo zinaambatana na neno hili, Bwana akuepushe na haya yote, ili kazi ambayo Mungu alitaka ufanye, maono aliyokupatia na anataka uyatimize, yatimilike ndani yako kwa usalama, kwa nguvu na kwa ushindi mkubwa. Sema amen. Say amen. Amen. And some of us, haya ni mambo nasikia nikifunulia, some of us, even if you are under somebody na unaona mambo hayapeleki vizuri, sikia nikwambie, continue, because there is a better thing that is yet to come in your life. Say amen. Amen. Usitegemee leo, usiangalie tu leo, angalia kesho yako. Wale watu ambao ufaulu wanaangalia kesho. Sema amen. Amen. Na hiyo itakubariki, na hiyo itakutenda mema maishani mwako. Naweza kuwa naongea na mtu hapa ambaye umeambiwa kitu kimekushusha moyo, wachana naye. Naweza kuwa naongea na mtu ananisikiza, umeona hali imekushusha moyo, nataka uachane naye. Pata amani, tulia, ili Mungu afanye kazi anaitaka kuifanya maishani mwako, na utaona kitu kipya kikitendeka kwa sababu haukubaliani na kushushwa moyo. Sema amen. Itakuwa ni baraka maishani mwako. Nataka tu niweze kufika hapo, wasikilizaji wangu wote, nataka tufike hapo. Bwana akubariki sana, Bwana akutende mema, Bwana akuinue, na Bwana akusaidie hata wakati kama huu tuweze kuwa wote
washindi ndani ya Kristo Yesu, na itakuwa ni baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amenisikiza. Ninamwombea kibali machoni pako ili umsikie, umbariki, umwinue na umtende mema na umuokoe na maovu yote. Ninaomba kwa jina la Yesu ya kwamba chochote ambacho Jehova kinanuia kuwatoa katika njia zako Baba, kisije kikafaulu, kwa sababu wewe ni Mungu ambao unatazamia wenye haki, na uweze kuwainua na uweze kuwakomboa, na pia uweze Baba kuwatetea kwa hali zote kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba baraka zako juu ya kila mmoja ambaye amenisikiza Baba, mtende mema atakayenisikia Baba, mjenge, miimarishe katika imani ili akapate kushinda kila mbinu zote za ibilisi majira kama haya. Ninatangaza ya kwamba Bwana, na kuwe na ukombozi, kuwe na uponyaji, kuwe na urejesho na wokovu mkubwa ndani ya maisha wote ambao wananisikia katika jina la Yesu Kristo. Tenda haya kwa utukufu wa jina lako, na sifa zote na heshima zitakurudia, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini.